Sitaabudu miungu mingine, Baba, ninakutukuza asubuhi ya leo. Baba, ninakupa utukufu wote Bwana. Ninasema ni asante mtakatifu, ninasema ni asante jemedari. Asubuhi ya leo Bwana, ninakabidhi ibada hii mikononi mwako. Ninakabidhi maombi ya asubuhi ya leo mikononi mwako. Wewe ambaye unanisikiliza asubuhi ya leo, ninakabidhi ibada hii mbele zako. Ninaomba kibali asubuhi ya leo, ninaomba neema asubuhi ya leo. Nguvu na mamlaka zako Bwana zikaweze kumshukia mtazamaji huyu asubuhi ya leo. Mtakatifu, ninakuja mbele
zako Bwana, nikivunja kila madhabahu, nikibomoa kila ukuta ambao umeinuliwa na maadui, ukuta ambao umejengwa na madevil worshiper, ukuta ambao umejengwa na wachawi na waganga, ukuta ambao umejengwa na wenye wivu. Ninabomoa hiyo ukuta asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Ninateketeza kila ngome za yule mwovu shetani katika jina la Yesu Kristo. Mwezi huu wa 5 naamrisha mwezi huu ukaweze kutii Kristo Yesu. Ninaamrisha mwezi huu ukaweze kutii jina la Bwana. Kila madhabahu yote iliyoinuka kinyume na mwezi huu na ibomoa katika jina la Yesu. Leo ikiwa ni siku ya Jumanne, ninaikabidhi hii siku mikononi mwa Bwana. Ninabomoa kila ukuta ambao umeinuliwa na maadui, kila ukuta ambao umejengwa kinyume na maisha yetu. Ninabomoa katika jina la Yesu. Ninasimama katika pengo kutangaza ya kwamba jina la Bwana ni jina kuu kwa majina yote. Asante Mtakatifu Mungu ishie milele. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu mwenye uwezo, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Ninakabidhi hii wiki mikononi mwa Bwana, tunapojipeana katika kufunga na kuomba. Ninakabidhi hii wiki mikononi mwako Baba, ukaweze kutushindania Baba, ukaweze kutupigania Baba, ukaweze kututetea Baba, ukaweze kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Baba, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Ninaombea mama huyu, ninaombea mzee huyu ambaye amefungwa na nguvu za giza. Ninakata kila minyororo za wachawi na waganga, ninakata kila minyororo za manabii wa uongo katika jina la Yesu Kristo. Maombi yanayoombwa kinyume na madhabahu ya leo ninayavunja na kuyateketeza katika jina la Yesu Kristo. Kila ulimi ambao unainuka kinyume na ibada ya siku ya leo, ninanyamazisha kila ndimi katika jina la Yesu Kristo. Kila roho ambaye inajiinua kinyume na maisha yako, ninainyamazisha asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Baba, pokea utukufu. Baba, pokea heshima. Liba shanduru bozekeli mayanda laba baba yendeli mayanda shanduru bozekeli mayanda laba baba yendeli mayanda. Asante Bwana majeshi, asante Mtakatifu. Ni wewe tu Baba unaweza, ni wewe tu Baba watosha. Asubuhi ya leo Jehova, ninakabidhi ibada hii mikononi mwako, ninakabidhi maombi ya asubuhi ya leo mikononi mwako Jehova. Baba, ninasema na kwamba hakuna silaha itakayoinuka kinyume yako itafaulu. Hakuna ngome za giza zitainuka kinyume na maisha yako itafaulu katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo naiamurisha hii siku ikaweze kukubaliana na maisha yako katika jina la Yesu. Kila madhabahu ambaye imetumwa kinyume na maisha yako, ninaivunja na kuibomoa katika jina la Yesu Kristo. Baba, asubuhi ya leo ninatangaza amani katika mji wetu wa Nakuru, ninatangaza amani katika taifa la Kenya, ninatangaza amani katika biashara zetu, ninatangaza breakthrough katika safari zetu. Wewe ambaye unasafiri ukielekea sehemu za mbalimbali, ninakutuma na kibali katika jina la Yesu. Wewe ambaye unafungua biashara yako mchana wa siku ya leo, ninakabidhi maisha yako mikononi mwa Bwana katika jina la Yesu. Kila ufalme wote wa giza na uamurisha kutii Kristo katika jina la Yesu. Kila ufalme wa giza
kuagiza au kuamrisha kutii Bwana Yesu. Katika jina la Yesu, Baba, nasema ni asante, ninakuinua mtakatifu, ninakutukuza Bwana. Asante Bwana mabwana, pokea sifa zote, pokea utukufu wote, kwa jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu, tunaomba na kuamini. Amen. Wewe ukiwa pale nyumbani, ninataka tukubaliane na wewe siku ya leo. Ninaomba ukafungue katika kitabu cha Ayubu 5 mstari wa 19. Neno la Mungu linasema, Job chapter 5 verse number 19, from 6 disaster he will rescue you, even in the 7th he will keep you from evil. Maandiko inasema Bwana atakukomboa kutoka na uharibifu. Bwana atakukomboa. The Lord will rescue you from every trap of the enemy. Even in the 7th hour, he will keep you from evil. Bwana hata katika 7th hour, hata katika 6th hour, masaa inaonekana imeisha, muda unaonekana umeisha, safari yako inaonekana kama inaisha, Mungu kuvumilia kwako kunaonekana kama kunaenda kufika mwisho, lakini Bwana anasema in the 7th hour is coming to rescue you. In the 7th hour is coming to rescue you. Mungu anakuja kukuokoa kutoka katika mitego ya yule mwovu shetani. Wachawi na waganga wamekusukuma mpaka kwa ukuta, lakini Bwana Yesu anasema asubuhi ya leo anakuja kukuokoa. Asubuhi ya leo anakuja kukukomboa katika 6th hour. Asubuhi hii Bwana anakuja kukuokoa. Ninataka nikuambia asubuhi ya leo katika Ayubu 5 mstari wa 19, Ayubu anasema ya kwamba in the 6th disaster, katika maangamizo ya 6, ninataka nikuambie wamekuvamia mara ya kwanza, wamekuvamia mara ya pili, wamekuvamia mara ya 3, wamekuvamia mara ya 4, wamekuvamia mara ya 5, wamekuvamia mara ya 6. Lakini katika kitabu cha Ayubu 5 mstari wa 19, from 6 disaster he will rescue you. Bwana anasema haijalishi ni mara ngapi maadui wamekuvamia, haijalishi ni mara ngapi maadui wamekushambulia, haijalishi ni mara ngapi mapepo yamekukalia, haijalishi ni mara ngapi huo ugonjwa umekuvamia, haijalishi ni mara ngapi umepata disaster, lakini ninataka nikuambie mara hii ya 6 Bwana anakukomboa. Mara hii ya 6 Bwana anakuinua. Mara hii ya 6 Bwana anakupa nguvu katika jina la Yesu. Neno hilo linasema even in the 7th he will keep you from evil. Maandiko inasema adui anaweza kuja akakuvamia mara ya kwanza, akakuvamia mara ya pili, akakuvamia mara ya 3, akakuvamia mara ya 4, akakuvamia mara ya 5, akakuvamia mara ya 6, hata hana aibu akakufuata hata mara ya 7. Mara ya 7 inamaanisha hata ukiwa kanisani bado adui anakufuata, hata ukiwa kwa maombi bado adui anakufuata, hata ukiwa kwa madhabahu bado adui anakufuata. Ninataka nikuambie mara hii ya 7 mkono wa Bwana unashuka, nguvu za Bwana zinashuka katika maisha yako katika jina
jina la Yesu, nguvu za Bwana zinashuka kwa afya yako. Nguvu za Bwana zinashuka kwa familia yenu. Haya magonjwa yanakusumbua asubuhi ya leo na yatangazia yamefika mwisho. Haya madhabahu ambayo yamekusukuma mpaka kwa ukuta asubuhi ya leo na yatangazia yamefika mwisho katika jina la Yesu. Kila silaha yote iliyoinuliwa kinyume na maisha yako ninaiharibu, ninaiteketeza kwa damu ya Yesu na kwa moto wa Roho Mtakatifu. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu mwenye uwezo, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Ninakutukuza jemedari, ninasimama wima nikitangazia maadui, hakuna silaha itakayoinuliwa dhidi ya maisha yangu itakayofaulu. Hakuna madhabahu yatakayojengwa kinyume na kanisa itakayoweza kufaulu. Hakuna silaha itakayoinuliwa kinyume na maisha yetu itakayoweza kufaulu katika jina la Yesu. Ninatangaza jina la Bwana ni jina kuu kwa majina yote. Asubuhi ya leo ninakutuma kazini na kibali cha Bwana, ninakutuma kwa kazi yako na nguvu mpya asubuhi ya leo. Kwa hiyo ofisi ambayo unaenda, ninakutuma na neema ya Mungu katika jina la Yesu. Bwana wa mabwana, shuka na kibali, shuka kwa nguvu, shuka kwa uweza. Asubuhi ya leo ninakuja mbele zako, mtazamaji unayenitazama asubuhi ya leo, ninakuletea ibada hii ya asubuhi leo, ikiwa ni siku ya Jumatano, on Wednesday. Ninataka nikuambie ya kwamba Bwana yuko na nguvu na Bwana bado ameketi katika kiti cha enzi. Ijapokuwa umepitia katika hali nzito, umepitia katika mambo mengi, unaenda kuona kama unakata tamaa, lakini nataka nikwambie God is still on the throne. Asubuhi ya leo nakuletea ujumbe ya kwamba kunaye mtu aliyechaguliwa kusimama katika pengo. Kunaye mtu amechaguliwa kusimama katika pengo na kukuombea. Wakati wote ambapo uko na shida, ni lazima ujue ya kwamba kunaye mwombezi mkuu aliyechaguliwa na Mungu mwenyewe, anasimama katika pengo akikuombea. Nami kutoka kwa haya madhabahu ya Victorious Prayer Assembly hapa Lanet, nataka nikuambia kwamba nimesimama katika pengo kwa sababu yako. Wewe mama, wewe mzee, wewe kijana, nataka nikuambie kuna nguvu za kumtumikia Mungu na kuna nguvu za kuwa katika uwepo wa Bwana. Asubuhi ya leo nataka uungane pamoja nami katika neno la Bwana ambalo Bwana ameweka moyoni mwangu ili nikaweze kushiriki pamoja nawe.
Utafungua katika kitabu cha Waibrania, Hebrews chapter 5 verse 1. The Bible says, every high priest is a man chosen to represent other people in their dealing with God. He presents their gift to God and offers sacrifices for their sin. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people, because he himself is subject to the same weakness. That is why he must offer sacrifice for his own sin as well as theirs. Baba, katika jina la Yesu, ninatakasa maisha yangu kwa damu ya Yesu. Naomba neema na kibali ikaweze kutuandama asubuhi ya leo. Tunaposhiriki neno hili Bwana, jina lako litukuke na jina lako lipewe sifa, kwa jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu, nimeomba na kuamini. Amen. Asubuhi ya leo ninataka nikuambie, Bwana amenichagua na Bwana ameniteua ili nikuletee habari hii njema ya kwamba every high priest is a man chosen to represent other people. Asubuhi ya leo nimechaguliwa kukuwakilisha katika madhabahu. Asubuhi ya leo nimechaguliwa kukuletea habari njema. Asubuhi ya leo nimechaguliwa nikuombee. Asubuhi ya leo nimechaguliwa ili uweze ukatoa sadaka zako ukaleta kwa madhabahu, nikaziwakilisha mbele za Bwana, ili ukaweze kutakasika, ili ukaweze kufunguliwa kutoka katika vifungo ambavyo unapitia. Maana neno la Mungu linasema katika hiyo Waibrania 5, every high priest is a man chosen to represent other people. Kuhani ni mtu ambaye amechaguliwa kuwakilisha watu. Kuhani ni mtu ambaye amechaguliwa kuwakilisha maombi yako mbele za Bwana. Na asubuhi ya leo ndiposa nimesimama kwa madhabahu, na wewe uko pale nyumbani, ili nikuwakilishe katika maombi ya siku ya leo. Nami ninataka kukuwakilisha na ombi hili. Nilipokuwa naomba usiku, Bwana akanionyesha ya kwamba kuna watu ambao wamefungwa minyororo, kamba mikononi mwao, na hiyo Bwana akanifunulia ni spirit of limitation, roho ya kupima maisha yako. Kazi yako imefungwa, maisha yako haiendelei. Unajaribu kufanya kitu lakini hakifaulu. Ninataka nikwambia asubuhi ya leo, nimewakilishwa kwa haya madhabahu ili nisimame pamoja na wewe. Hiyo kamba ambayo nimeona umefungwa mikono, umeanzisha mradi na huo mradi umekataa kukamilika. Umeanzisha biashara na hiyo biashara haifanyi. Umeanzisha jambo na hilo jambo halina breakthrough. Asubuhi ya leo nimetumwa na Mungu nikuwakilishe katika madhabahu, ili nivunje hayo madhabahu, nikate hizo minyororo na kukuweka huru katika jina la Yesu Kristo. Natabiria hiyo mradi ambao umeanzisha,
hiyo jengo ambalo umeanzisha kujenga, hiyo biashara umefungua, hilo jambo ambalo umeanzisha kufanya, asubuhi ya leo nimekuwakilisha katika madhabahu ya kwamba kila mradi wako unaenda kufaulu katika jina la Yesu. Maandiko inasema kwani ako na uwezo wa kubambana na kila madhabahu ambayo inakupinga, roho za wanadamu ambazo zinakupinga, madhabahu ya giza ambayo inakuinukia. Kuhani mkuu amewekwa kwa madhabahu ili akanushe, ili apendue, ili aangamize kila madhabahu yaliyoasainiwa kinyume na maisha yako. Praise the Lord. Ninataka nikuambie asubuhi ya leo, mimi mwenyewe kama kuhani nimejitolea, maana maandiko inasema katika Waibrania 5 mstari wake ni 3, that is why he must offer sacrifice for his own sin as well as theirs. Kuhani lazima kuwe mtu ambaye anatoa dhabihu ya mwili wake, anatoa dhabihu ya maisha yake ili aweze kutakasika, ili dhambi zake zikaweze kuondolewa, ndio aweze pia kukuombea ili dhambi zako na wewe ziweze kuondoka. Ndiposa wiki hii tumekuja katika madhabahu ya Bwana ili tuweze kufunga siku 7. Tuko katika maombi ya siku 7 ya kujipeana mbele za Mungu kwa sababu ya dhambi zetu, kwa sababu ya maovu yetu ambayo sisi kama wachungaji tumeyatenda, ambayo sisi kama wachungaji tumeyafanya, na tunatoa sadaka ya kufunga kwa siku 7 ili Bwana akaweze kukutuondoa, Bwana aweze kuondoa maovu, Bwana aweze kuondoa vizuizi ambavyo vinazuia mitume kukuombea, ambavyo vinazuia upako ya Mungu kushuka na kutiririka katika madhabahu. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba asubuhi ya leo ukapate kuniosha, ukapate kunitakasa, ukapate kunibadilisha yale madhambi nimefanya, yale maovu nimeyatenda kinyume na mapenzi yako. Wiki hii Bwana, nimejipeana mbele zako ili Bwana ukanioshe, ili Bwana ukanitakase, ili ninapoombea huyu mama, ninapoombea huyu mzee, ninapoombea huyu kijana, wakati mnapojiandaa kwa sababu ya kufunguliwa kwa shule, ninamtazama huyu mzee, hana hata karo ya shule, hana mavazi, watoto wako wana school fees, watoto wako wana karo ya shule. Ninataka nikuambie asubuhi ya leo, ninatoa mwili wangu dhabihu ya kupendeza mbele zake Bwana. Ninajitoa mwanga ili Bwana wa majeshi anitumie kukufungua, ili ukaweze kupata hiyo karo ya shule, ukaweze kufunguka. Usihangaike, kwa sababu kunaye mwombezi mkuu ambaye ni Bwana Yesu, ameketi mkono wa kulia wa Mungu akikuombea asubuhi ya leo. Ninatuma neno kwa nyumba za watoto wa Mungu, ninatuma neno kwa maisha yako asubuhi ya leo. Nikiwa kuhani, ninaachilia neno la uzima, ninaachilia neno la ukombozi
wewe ambaye umefungwa kwa dhambi, umefungwa kwa ulevi, umefungwa kwa usherati, umefungwa kwa miungu ya kigeni, dhambi ni kama kawaida, ninataka nikuambia asubuhi ya leo, Bwana anakufungua. Hiyo minyororo inakatika, hiyo ufalme wa giza unaondoka katika maisha yako, katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Mstari wa 4 Waibrania 5:4, and no one can become a high priest simply because he wants such an honor. He must be called by God for this work. Neno la Mungu linasema hii kazi ya ukuhani hauwezi kujiita. No one can become a high priest simply because he wants such an honor. Baba, ni asante kwa kutuchagua. Ni asante kwa kuchagua huyu mama. Ni asante kwa kuchagua huyu mzee ili akaweze kumkutumikia. Wewe ambaye unatoa sadaka, wewe ambaye unafanya kazi ya ushemanzi, wewe ambaye ni muimbaji, you are a high priest, you are serving God. Haukujichagua kwa hiyo kazi, haukujiteua kwa hiyo kazi. Na kama kuna mtu yoyote ambaye amejichagua, Bwana anaenda kumuondoa katika jina la Yesu. Bwana anaenda kukuondoa. Kuna mtingizo ambao unaendelea, kuna shaking ambayo inaendelea, kuna madhabahu ambayo yanatingizwa. Baba, tusaidie kama mwili wa Kristo, tusaidie kama kanisa la Bwana, ili mtingizo huu unapokuja itukute tukiwa tumesimama, maana hizi ni siku za mwisho. Tunaishi nyakati za mwisho, wakati upendo ya watu wengi imepungua, wakati imani ya watu wengi imerudi chini. Bwana tusaidie, imani yetu iweze kuongezeka. Bwana tusaidie, imani yetu iweze kuwa juu, maana Bwana Yesu anakuja kutulipa sawasawa na kazi ambayo tumemfanyia. Kila kazi uliyofanya, kila matendo ambayo umeyatenda, yawe mazuri yawe mabaya, utayalipia. Ninataka nikuambie, come out of your comfort zone. Come and let us serve God. Wakati kanisa zilikuwa zimefungwa, watu walijitetea ya kwamba kanisa zimefungwa, ndio maana hatuendi kanisani. Sasa kanisa zimefunguliwa. It is your duty now to prove that you are a chosen one of the Lord. Ni wakati wako sasa uthibitishe ya kwamba Bwana amekuita. Usikae nyumbani. Come out of your comfort zone. Jitolee katika kazi ya Mungu, maana hakuna mtu anaweza kujiita kwa hii kazi. Bwana Yesu amekuita, na asubuhi ya leo nataka nikuombee ili Bwana akutie nguvu, ili Bwana akujaze Roho wake ukaweze kumtumikia. The spirit is willing, but the flesh is weak. I want to pray for your spirit
ili ikaweze kuwa na nguvu, ili ukaweze kuwa na ujazo wa kumtumikia Mungu. Yesu alienda na Peter na John na James kwa mlima wa maombi. Walipokuwa katika mlima wa maombi, roho zao zilitamani maombi, lakini mwili wao ulikuwa dhaifu. Nami nataka nikuambie, kwa vile mimi ni kuhani, nimechaguliwa nikuwakilishe, I want to pray for you. Hii wiki ninapoomba, wiki hii ninapofunga, ninaona mwili wako uko na udhaifu. Ninakuona umefungwa na magonjwa ambayo madaktari wameshindwa kutibu, magonjwa ambayo madaktari wameshindwa kupata jibu. Ninataka nikuombea asubuhi ya leo. Ninaachilia neno la uponyaji, ninaachilia neno la ukombozi. Hiyo sumu ambayo imejificha kwa mwili wako lazima itaweza kutambulika. Kitu ambacho kinakusumbua lazima kitaweza kujulikana, na Bwana anaenda kukupatia afya, na Bwana anaenda kukupatia uzima katika jina la Yesu Kristo. Ninasimama katika pengo, nami ninataka nikuambie pia wewe jitoe, uje katika nyumba ya Mungu. Pia wewe ujitoe, uje katika madhabahu ya Bwana ili ukaweze kusimama katika nafasi yako. Ninaombea wewe ambaye ni mdhaifu wa mwili. Roho yako inataka kumtumikia Mungu. Roho yako inataka kufunga. Roho yako inataka maombi, lakini mwili wako ni dhaifu. Nataka nikuambia asubuhi ya leo, hayo mapepo yanayofunga mwili wako ninayalaani katika jina la Yesu. Ninakuitishia nguvu mpya katika hiyo mwili. Ninakuitishia madhabahu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi wetu aweze kukushukia asubuhi ya leo. Wewe ambaye unatamani kutoa sadaka, lakini kila wakati unapotaka kufanya jambo katika nyumba ya Mungu kunakuwa na uzito, kunakuwa na ugumu ya kufanya jambo lile, nataka nikuambie hayo ni madhabahu ya giza yanayokuzuia kuingia katika destiny yako. Ninayabomoa asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Ufunguke katika moyo, uweze kumtolea Mungu sadaka na dhabihu, uweze kumtolea Mungu, naye Mungu atakuinua. Naombea ndoa yako, naombea mume wako, naombea mke wako na watoto. Bwana bariki hii familia. Ninasimama kwa siku 7 nikikuombea. Ninasimama kwa hizi siku 7 nikifunga, nikitangaza ni lazima mkono wa Bwana utakukomboa. Ni lazima nyumba yako itarudi kuwa na amani. Ni lazima kazi ya mikono yako itakuwa ya msaada kwako. Nimeondoa hiyo laana ya kufanya kazi na uoni faida. Nimeondoa hiyo laana ya kuwa kanisani na uoni faida. Nimeondoa hiyo laana inayofunga mikono yako usiweze kufanikiwa. Kuanzia asubuhi ya leo, ninakutumia Roho Mtakatifu akaweze kukusaidia. Kama kuhani mkuu aliyechaguliwa, ninakuombea kibali asubuhi ya leo. Ninakuombea uzima asubuhi ya leo. Hiyo biashara yako ikaweze kufaulu kwa utukufu wa jina la Kristo Yesu. Pale kazini mahali unafanya ukaweze kufaulu katika jina la Yesu. Miradi uliyo nayo na mipango uliyo nayo ikaweze kufanikiwa katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana
na mkombozi wetu. Nimeomba na kuamini. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Asubuhi ya leo naja mbele zako Roho Mtakatifu, nikishukuru kwa ajili ya kibali ambacho umenipa asubuhi ya leo. Nashukuru kwa sababu ya afya umenipa asubuhi ya leo. Maadui walikuwa wamenitamani. Yesu akamwambia Petro, nimemwona shetani akitamani kukusiaga. Nimemwona shetani akitamani kukupepeta kama ngano. Lakini Yesu akamwambia Petro, ninakuombea ili mipango yake isifaulu. Wewe uliye pale nyumbani, wewe ambaye unanitazama, nataka nikuambia asubuhi ya leo, Ibilisi ametamani roho yako, Ibilisi ametamani afya yako, lakini nataka nikuambie hataweza kukushika, hataweza kukupata, hataweza kufaulu katika mbinu zake. Na mtangazia huyu shetani hataweza kushika anga yako. Shetani ametamani watoto wako, shetani ametamani mume wako, shetani ametamani mke wako, ili aweze kumpepeta kama ngano. Lakini nataka nikuambia asubuhi ya leo, kunaye mtu ambaye ni mwombezi, kunaye mtu ambaye ni intercessor mkuu, kunaye roho ambayo imeketi katika mkono wa kulia wa Mungu ikikuombea asubuhi ya leo. Nataka nikuambie damu ya Yesu iliyomwagika pale Kalvari, hiyo damu imekuosha, hiyo damu imekutakasa, hiyo damu imekuonekania. Unapoamka asubuhi ya leo, ukienda kazini, ukienda katika shughuli zako za biashara, nataka nikuhakikishia kwamba nimetuma neno kwako, nimetuma neno kwa hiyo nyumba, nimetuma neno kwa hiyo familia, nimetuma neno kwa hii jamii. Nataka nikuambie jambo ambalo unahitaji kufanya ni kumngojea Mungu, ni kumngojea Mungu kwa saburi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Zaburi 40, neno la Mungu lasema, I waited patiently for the Lord to help me, and he turned to me and heard my cry. Nataka nikuambie, umemngojea Mungu kwa muda mrefu, umemngojea Mungu kwa muda mrefu. Nataka nikuambie mchana wa leo, Bwana anageuza uso wake, anasikia kilio chako. Asubuhi ya leo Bwana anakuinua. He lifted me out of the pit of despair, out of the mud and the mire. He set my feet on solid ground and steadied me as I walk. Bwana anaenda kukutazama vile unatembea. Bwana anaenda kukuchunguza. Hautajikwaa kwa jiwe za wachawi, jiwe za waganga ambazo wameweka mbele yako, mitego ya manabii wa uongo ambazo zimewekwa mbele yako, mitego za kukufilisisha, mitego za kukurudisha nyuma. Nataka nikuambia asubuhi ya leo, Bwana amekuinua, Bwana amekuinua, amekuweka katika solid ground. Hautaathirika tena, hautapata mateso tena, hautapata vita tena. Bwana anasema ya kwamba He has given me a new song to sing, a hymn of praise to our God. Bwana anasema amekupatia wimbo mpya, wimbo ambayo utaimba. Zaburi ya 40 mstari wa 3, He will give you a new song. Wimbo ambayo Bwana atakupatia sio wimbo ya kilio, sio wimbo ya kukosa school fees, sio wimbo ya magonjwa,
sio wimbo ya maradhi. Hiyo wimbo ya magonjwa umeimba muda mrefu. Hiyo wimbo ya ukosefu wa amani kwa ndoa yako umeimba kwa muda mrefu. Hiyo wimbo ya umaskini umeimba kwa muda mrefu, lakini nataka nikuambie, Bwana anakupea wimbo mpya. Bwana anakupea wimbo mpya. Utatoka kwa nyumba yako ukisema wewe ni mbarikiwa. Utatoka kwa kanisa ukienda nyumbani ukisema umebarikiwa. Kutoka kwa morning devotion ya asubuhi ya leo, Bwana anakupa jina mpya. Bwana anakupa jina mpya. Hilo jina lako mpya linaitwa mbarikiwa. Hilo jina lako mpya linaitwa mbarikiwa. Utakapopita njiani, watu watakuita mbarikiwa. Utakapokaa kwa ndoa, watu watasema ndoa yako imebarikiwa. Utakapofungua biashara yako, watu watasema biashara iliyobarikiwa. Utakaponunua gari lako, watu watasema ni gari lililobarikiwa. Utakapofanya kazi ya mikono yako, watu watasema ni kazi iliyobarikiwa. Maana utaimba wimbo mpya. Wimbo mpya utaimba. Wimbo mpya utaimba. Zaburi 40 mstari wa 3 utaimba wimbo mpya. Nataka nikutabirie, kuanzia siku ya leo unaenda kuimba wimbo mpya. Watoto wako wanaenda kupata marks mazuri. Watoto wako wanaenda kupata grade mzuri katika jina la Yesu. Hata wewe utashangilia. Wewe ambaye umekaa pale nyumbani na mawazo, mtoto wako alipita mtihani wa darasa la 8, lakini uko na mawazo mahali utatoa school fees. Nataka nikuambie asubuhi ya leo, nikiwa nabii wa Mungu na kutumia baraka na kutumia neno la Mungu, nataka nikutangazie, utaimba wimbo mpya. Maana mtoto wako anakutana na watu wanaitwa men of influence, wanaitwa destiny helper. Wanaenda kumuinua, wanaenda kumsaidia, wanaenda kumlipia karo, wanaenda kumlipia school fees katika jina la Yesu. Bwana wa majeshi asema hivi, many will see what he has done and be amazed. They will put their trust in the Lord. Nataka nikuambie, kupitia baraka zako, watu walioweka tumaini lao kwa majini na mapepo wanaenda kuachana na majini yao, wanaenda kuachana na mapepo zao, wanaenda kutumainia Mungu kwa sababu ya yale Bwana anaenda kukutoa, kwa sababu ya shimo la utelezi ambalo Bwana anakutoa. Watu wengi wanabadilisha maombi yao, watawasema ya kwamba tutaomba Mungu wa huyu mama, tutaabudu Mungu wa huyu mzee, tutaabudu Mungu wa hii kanisa, maana tumeona mkono wake ukifanya kazi, tumeona uchazo wake ukifanya kazi katika jina na kutangazia wewe uliye nyumbani. Ibada sio ibada pasipo na maombi. Ibada sio ibada pasipo na kuabudu. Ibada sio ibada pasipo na matoleo. Nataka nikuambie siku ya leo, ukaweze kuingia katika mfuko wako, ukaweze kuingia katika simu yako, ukaweze kumtolea Bwana dhabihu. Maana ibada pasipo na dhabihu, hiyo ibada imepunguka. Ibada pasipo kuwa na maombi, hiyo ibada imepunguka. Ibada pasipo na sifa, hiyo ibada imepungukiwa. Nataka nikuambia asubuhi ya leo, ni wakati wako wa kumtolea Bwana sadaka zako kupitia hiyo ibada. Maana unapofanya ibada pasipo na kutoa sadaka, pasipo na kutoa dhabihu, ibada yako inakuwa lemavu, ibada yako inakuwa kiwete. Unapotoa ibada yako pasipo na maombi, ibada yako inakuwa na ulemavu. Unapotoa ibada yako
pasipokuwa na kuimba na kuabudu, hiyo ibada yako inakuwa na ulemavu. Nataka nikwambie asubuhi ya leo ni wakati wa kujiconnect katika anga yako na mtumishi wa Mungu. Anga hii ambayo ni ya mitume. Neno la Mungu linasema katika Waibrania 5, neno linasema hivi, in the book of Hebrews chapter 5, ni lazima ujifunze kujiconnect na mtumishi wa Mungu. Lazima ujifunze kujiconnect na makuhani. Maandiko inasema katika Waibrania 5 mstari wake ni wa kwanza, every high priest is a man chosen to represent other people in their dealing with God. Mkuhani mkuu amechaguliwa kukuwakilisha mbele za Bwana. Kuhani mkuu amechaguliwa kukuwakilisha kupitia sadaka, kukuwakilisha kupitia maombi, kukuwakilisha kupitia kufunga, kukuwakilisha katika kila jambo. He present their gift. My version says he present their gift to God and offer sacrifice for their sin. Hizo dhambi ambazo umefanya, hiyo dhambi ambayo umeifanya, ni jukumu la mchungaji kwenda mbele za Bwana katika hali ya kuomboleza, katika hali ya kuugua, katika hali ya kuomba, akamwambie Mungu, tazama watoto wako. Musa alienda mbele za Mungu akamwambia Mungu, usiwaue watu hawa, usiwaangamize watu hawa, kwa sababu wa Misri ambao waliona ukiwaokoa, wa Misri ambao wanakuona ukienda kanisani kila Jumapili, wa Misri ambao wanaona ukimwabudu Mungu wako kila siku, watakapoona unaangamia watakucheka, watacheka Mungu wako. Nataka nikulilie mbele za Bwana. Mungu asiachilie kichapo juu yako. Mungu asiachilie kipigo juu yako. Mungu asiachilie maovu juu yako. Hakuondolee majibu hayo, hakuondolee majibu hayo. Majibu ya Wamisri yasikuguze, magonjwa ya Wamisri yasikuguze. Mtolee Bwana sadaka na Bwana atajitukuza na wewe. Nambari yetu ya sadaka ni 0723665436. Mtolee Mungu sadaka asubuhi ya leo, katika morning devotion ya asubuhi ya leo, na Bwana anaenda kukuonekania na Bwana anaenda kujitukuza. Jina la Bwana lipewe sifa. Ninakuja mbele za Bwana asubuhi ya leo nikiomba kibali asubuhi ya leo. Wewe uliopo pale nyumbani, nakuja mbele za uwepo wa Mungu asubuhi ya leo nikiwa katika madhabahu, nikiomba kibali cha Bwana kiwe juu yetu. Ninaungana nawe asubuhi ya leo nikitangaza kwamba kunazo nguvu katika damu ya Yesu, kunazo nguvu katika neno la Mungu. Na siku ya leo ninataka kukuletea ujumbe ambao unasema ya kwamba madhabahu ambayo yanafanya kazi nyakati hii, wakati huu ni wakati ule mgumu. Wakati huu ni wakati ule ambao neno la Bwana, walio katika uvuli wa Bwana watapata usalama. Maana roho ya mpinga Kristo, roho ya Antichrist imeshaanza kufanya kazi, na wale ambao watabaki kuwa salama ni wale ambao wataketi katika uvuli wa Bwana. Daudi aliweza kuona siku hii. Daudi aliweza kuona majira haya. Akasema katika Zaburi 91 mstari wake ni wa kwanza, Daudi akasema, aketie katika uvuli wa Bwana atapata usalama.
mabaya hayatamkuta. Na sasa wakati huo ndio umefika. Majira hayo ndio haya ambayo sasa tupo, maana kila neno la unabii limeshaanza kutokea. Na maandiko inasema katika kitabu cha Revelation, katika kitabu cha Ufunuo 6 mstari wa 1 hadi mstari wa 7, neno la Mungu likamujia Yohana, likamuinua katika anga, akapelekwa katika ufalme wa juu. Maandiko inasema katika kitabu cha Revelation chapter 6 verse 1, as I watched, the lamb broke the first of the seal on the scroll. Then I heard one of the 4 living beings saying with a voice like thunder, "Come." Verse number 2, look up and saw a white horse standing there. Its rider carried a bow, and a crown was placed on his head. He rode out to win many battles and gain the victory. Maandiko inasema ya kwamba mwana kondoo akashika ile chapa akaivunja. Alipoivunja, sauti kuu ikatoka juu mbinguni ikasema, njoni. Na nilipotazama mimi Yohana, nikaona farasi mweupe amesimama pale. Haleluya! Na huyu farasi mweupe aliyekuwa amesimama alikuwa na mtu ambaye amepanda juu yake, na maandiko inasema ya kwamba mtu huyu ambaye alikuwa amepanda juu ya hiyo farasi alikuwa na mshale na taji katika kichwa chake, na alikuwa amepewa uwezo wa kushinda vita. Na huyo ndiyo mpinga Kristo, na huyo ndiyo Antichrist ambaye amewachiliwa sasa. Ni lazima utofautishe farasi mweupe ambaye ametajwa katika Revelation chapter 6 na farasi mweupe ambaye ametajwa katika Revelation chapter number 19. Huyu farasi mweupe ambaye ametajwa katika Revelation chapter 6 ni nabii wa uongo, roho ya mpinga Kristo ambaye itakuja kwanza kabla ya kuja kwa Bwana Yesu. Na tunaona huyu farasi mweupe ambaye ametajwa katika Revelation chapter 6, maandiko inasema ya kwamba atapewa mamlaka ya kushinda na kushinda vita. Revelation chapter 6 verse 3, when the lamb broke the second seal, I heard the second living being say, "Come." Then another horse appeared, a red one. Its rider was given a mighty sword and the authority to take peace from the earth, and there was war and slaughter everywhere. Maandiko inasema ya kwamba huyu roho mpinga Kristo atakosesha amani dunia nzima. Kutakuwa na vita kila mahali, kutakuwa na umwagikaji wa damu kila mahali, hata makanisani kutakosa amani, katika ndoa zetu kutakosa amani, katika nchi kutakosa amani. Maana kazi ya huyu farasi mwekundu ni kuwa na upanga na mamlaka ya kumaliza amani duniani.
Na maandiko inasema ya kwamba katika Zaburi 91 maandiko inasema ya kwamba wakati huyu farasi mwekundu atakapoachiliwa, wale watu ambao watakuwa katika hema ya Mungu, wale watu ambao watakuwa katika uvuli wa Bwana, amani itadumu katika nyumba zao, amani itadumu katika taifa lao, amani itadumu katika miji zao. Lakini wale ambao watakuwa nje ya uvuli, wale ambao watakuwa nje ya uvuli wa Bwana, tunaambiwa yana neno la Mungu ya kwamba kutakosekana amani, kutakosekana furaha. Nataka nikuambie wewe ambaye unanisikiliza, hata uende mlimani, usipokubali kukaa katika uvuli wa Bwana na kufuata maagizo ya Bwana na kufanya vile Roho Mtakatifu anasema, hakutakuwa na amani katika maisha yako, hakutakuwa na amani katika jamii yako. Wewe mzee unayenitazama, kama utaamua kukimbia katika uvuli wa Bwana, kama utaamua kukienda katika maombi na kufunga na kukaa katika uvuli wa Bwana, hautakuta amani kule nje, hautakuta amani kwa mataifa. Bwana anataka kukomboa kanisa, lakini nafasi tuliyopewa ni mimi na wewe. Tumepewa nafasi ya kuamua kama tutaketi katika uvuli wa Bwana ama tutaenda katika uvuli wa mapepo na uvuli wa majini na uvuli wa wapinga Kristo. Watu wengi wamekimbilia uchawi na uganga, wameenda katika uvuli wa mapepo, wameenda katika uvuli wa majini. Nami nataka niwatangazie katika morning devotion Ijumaa ya siku ya leo, I want to tell you, you will have no peace. Wewe ambaye unaenda kwa uchawi, wewe ambaye unaenda kwa uganga, ninataka nitangaze, hautakuwa na amani. Watoto wako watakuwa na amani, jamii yenu haitakuwa na amani. Kutakuwa na shida, kutakuwa na matatizo yatakayokufuata kwa sababu yako ya kutafuta msaada kwa miungu mingine. Nataka nikuambie, msaada wa pekee utapatikana katika uvuli wa Bwana. Msaada wa pekee utapatikana katika jina la Kristo Yesu. Revelation chapter 6 verse number 5. When the lamp broke the third seal, I heard the living being say, "Come, look up." And I saw a black horse, and its rider was holding a pair of scales in his hand. And I heard a voice from among the four living beings say, "A loaf of wheat bread or 3 loaves of barley will cost a day pay." Hallelujah. Nataka nikuambie, wakati huu ambao tunaishi ni wakati mgumu. Yohana akaonyeshwa ya kwamba katika majira haya mkate mmoja, bei ya mkate itakuja kutoshana na mshahara wako wa siku. Pesa ambayo utakuwa unalipwa kwa siku itatoshana na bei ya mkate. Nataka nikuulize wewe ambaye unanisikiliza, wewe ambaye unasikiliza sauti hii, wakati huu ambao umefika, na pia nasema bei ya mkate itatoshana na mshahara wako wa siku moja. Kama mkate itatoshana na mshahara wako wa siku, nataka nikuambie utaishi kwa namna gani?
Utakula kwa namna gani? Utasomesha watoto kwa namna gani? Nataka nikuambie ya kwamba msaada wa pekee utapatikana kwa wale ambao watakaa katika uvuli wa Bwana, wale ambao watakaa kwa nyumba ya Bwana. Maandiko inasema ya kwamba Bwana Yesu akawaita waliokuwa katika uvuli, waliokaa na yeye siku 3 katika uvuli wake, wakiomba na kufunga. Bwana Yesu akachukua samaki 2 na mikate 5. Bwana Yesu akabariki hiyo samaki, na hiyo samaki ikaongezeka. Watu 5,000 wakakula, watu 5,000 wakashiba. Baba, ninataka niseme kupitia nguvu za Bwana, hata mkate mmoja ukitoshana na mshahara wako kwa bei, ukikaa katika uvuli wa Bwana, Bwana ataleta ongezeko, Bwana ataleta ongezeko. Lakini wale mtakuwa nje, ninataka nikuambie, utapitia hali ngumu, utapitia machozi. Ni wakati wa kujirudia, ni wakati wa kukimbilia katika nyumba ya Bwana. Ninataka nikuambie, neno la Mungu linazidi kusema katika mstari wa 7, when the lamb broke the 4th seal, I heard the 4th living being say, come. I look up and saw a horse whose color was pale green. Its rider was named Death, and his companion was Grave. These 2 were given authority over 1/4 of the earth to kill with sword and famine and diseases. Unabii wa mwisho unasema farasi wa kijivu ambaye sasa ndiye ameachiliwa, amepewa mamlaka ya kuachilia ukame, ya kuachilia njaa. Ndio maana unaona hii magonjwa ambayo yamekuja pamoja na ukame, yamekuja pamoja na njaa. Hiyo njaa itazidi, hiyo njaa itaongezeka, kwa sababu roho ya mpinga Kristo imeshaachiliwa. Lakini ninakupatia ujumbe, jifiche katika hema ya Mungu. Huu si wakati wa kurandaranda kule nje. Hii si wakati wa kurandaranda kwa ulimwengu. Hii si wakati wa kumkana Yesu. Huu si wakati wa kukana maombi. Huu si wakati wa kukana maombi. Huu si wakati wa kukimbia na kuacha maombi. Nataka nikuambie katika kitabu cha Mathayo, Matthew chapter number 24, Matthew 24 verse number 5. Matthew 24 verse number 5. Yesu akawaambia wanafunzi, for many will come in my name, claiming I am the Messiah. They will deceive many, and you will hear of wars and dread of wars, but don't panic. Yes, this thing must take place, but the end won't follow immediately. Yesu akawaambia wanafunzi, mtakapoona mambo haya yakifanyika, manabii wengi wa uongo watatokea, watajiitanisha kwa jina langu. Na ni nabii gani wa uongo atatokea? Ni huyu nabii atakaye kuja na farasi mweupe, ambaye ametajwa katika Revelation chapter 6 ya kwamba as I watched, the lamb broke the first of the 7 seal of the scroll. Then I heard one of the 4 living beings say with a voice like thunder, come, look up. And I saw
white was standing there. Huyu farasi mweupe ambaye ametajwa ndio Bwana Yesu akaambia wanafunzi katika Mathayo, katika Matthew 24:5, kutatokea nabii wa uongo ambaye atajiitanisha na mimi, lakini huyu nabii kazi yake itakuwa kuondoa amani duniani, itakuwa kusababisha vifo, itakuwa kuleta magonjwa, itakuwa kuharibu uchumi, na atateka nyara mawazo ya viongozi, atateka nyara mawazo ya wafalme, atateka nyara mawazo ya wabunge na mawaziri. Atakuwa na nguvu ambazo si za kawaida. Lakini walio katika damu ya Kristo Yesu, walio na chapa ya damu ya Yesu, neno la Mungu lasema katika Wagalatia 6 ya kwamba walio na chapa watasumbuka siku hizo, hawatahangaishwa siku hizo, maana chapa ya damu ya Yesu itawakinga na maovu, itawakinga na mauti. Jina la Bwana lipewe sifa. Oh Jesus Christ, I worship you this morning. I worship you today, Lord. Give me strength to conquer. Give me strength to conquer. This is our last days. We are living in the time of end time. The rapture is coming. The rapture is coming. Unyakuzi unakuja. Wewe uliye pale nyumbani, na kuomba ukaweze kujitayarisha katika unyakuzi, maana hizi ni siku za mwisho. Bwana Yesu anakuja kunyakua walio wake, na Bwana Yesu anakuja kuwafunika walio wake. Maandiko inasema katika Wagalatia 6, hizi siku za mwisho, Wagalatia 6:17, from now on then don't let anyone trouble me with these things, for I bear on my body the scars that show I belong to Jesus. Paulo akasema ya kwamba hizi nyakati za mwisho, hizi siku ambazo tunaishi, kama hautakuwa na alama zinazoonyesha wewe ni mtoto wa Mungu, kama hautakuwa na alama inayoonyesha kwamba umezaliwa na kukombolewa na ukapatizwa na wewe ni mwana wa Mungu, I'm telling you the truth, you will face the trouble, you will face the consequences. Utapitia hali ngumu, tusidanganyane, utapitia hali ngumu. Kama hautakuwa na chapa, kama hautakuwa na mark ya kuonesha wewe ni mwana wa Mungu, ya kuonesha uko na alama ya damu ya Yesu, maandiko inasema ya kwamba huyu mwana kondoo ako na chapa. Tomaso alimwambia, mimi siamini kwamba Yesu amefufuka. Tomaso akamwambia wanafunzi, I don't believe that Jesus Christ has risen from death. Yesu Kristo akamtokea Tomaso, akamwonyesha mkono wake, akamwambia Tomaso, tia mkono wako katika alama hii. Tomaso akagusa ile alama, akasema, mwana wa Mungu, ninakusujudia. Ninataka nikuambie, Wakristo ambao watakuwa na alama watapitia hali ngumu, watapitia machozi, maana huu wakati sio wakati wa kutafuta chanjo, ni wakati wa kutafuta Kristo. Watakaoketi katika uvuli, watakaoketi katika uvuli wa Bwana, hao ndio watapata usalama. Ninakuombea pale nyumbani, pokea neema ya Bwana,
Pokea chapa ya damu ya Yesu. Pokea chapa na alama ya Kristo Yesu. Nyumba yako ipate chapa ya damu ya Yesu. Watoto wako wapate chapa ya damu ya Yesu, ili ukaepukane na hukumu, ukaepukane na maovu, na ukingwe kwa magonjwa, na ukingwe kwa maradhi, na ufalme wa Mungu utakaposhuka kwa nguvu, ukawe kati ya wale ambao watanyakuliwa. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Asubuhi ya leo ni Alfajiri, uinuliwe kati yetu mtakatifu mtukufu. Tunakupa sifa za moyo wetu Bwana, uinuliwe kila wakati, Mungu wa rehema. Baba, tunakuja mbele zako tukisema ni asante. Unastahili heshima na utukufu mtakatifu. Ni wewe tu wa ajabu, ni Bwana, ni wewe waweza yote, Mungu mwenye nguvu. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya neema ambayo ametupatia kuanzia Jumatatu mpaka imefika siku ya leo ni Jumamosi. Ninapopeana neno la asubuhi ya leo, a call to holy living,
a call to holy living. Maisha ambayo tunaishi ni maisha ambayo sasa yanahitajika tuweze kukaa katika utakatifu. Na nikisoma katika kitabu cha Petro wa kwanza 1:13, 1 Peter chapter number 1 verse number 13. Ujumbe wangu asubuhi ya leo ni a call to holy living. Jesus is coming to rapture his church. So what we need now to do is to live a holy life. The Bible says, so think clearly and exercise self-control. Neno hili Petro anaandikia kanisa, anaambia wateule, nyinyi ambao mumeokoka, nyinyi ambao mnamtumikia Mungu, nyinyi ambao mko madhabahuni, nyinyi ambao ni Wakristo, ambao mumekubali huyu Kristo. Maandiko inasema asubuhi, so think clearly and exercise self-control. Majira haya tunayoyaishi haitaki mtu kukuchunga, haitaki mtu kukufuata, lakini inahitaji kitu kinaitwa self-control ya Mkristo. Looking forward to the gracious salvation that will come to you when Jesus Christ is revealed to the world. Na unapokaa katika utakatifu, macho yako na mtazamo yako yaangalie wakati Bwana Yesu atashuka na parapanda, wakati mgurumo na zitalia, Bwana Yesu atashuka kutoka mawinguni akikuja kunyakua kanisa ambalo ni la wateule. Kwa hivyo nini inahitajika? So you must live as God's obedient children. Don't slip back into your old ways of living to satisfy your own desire. Usirudi katika mambo uliyokuwa unafanya ukiwa haujaokoka. Usirudi kwa dhambi ambazo ulikuwa unafanya wakati ulikuwa bado hujaokoka, ili utimilize tamaa za mwili. Maandiko inasema mwili na roho ni maadui. Kwa hivyo usikubali kuwa subject ya mwili wako, maana ukiwa subject ya mwili wako, then you will lose the value of living a holy life. And when you lose the value, then you will be the devil workshop. Utakuwa chombo cha shetani katika nyumba ya Mungu. Kwa hivyo maandiko inasema, but now you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy. Maandiko inasema uwe mtakatifu kama vile Bwana aliyekuchagua yu mtakatifu. Praise the Lord.